Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafungua Bible zetu kwenye kitabu ya Zakaria kifungu cha 4. Tunasoma neno la Mungu kutoka kwa kifungu hicho cha 4. Kichwa cha ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo ni ya kwamba it's not by power, it is by the Spirit of the Lord. It is by the Spirit of the Lord. Kichwa cha siku ya leo kinasema it is by the Spirit of the Lord. Na so tutasoma kutoka kwa hicho kifungu cha Zakaria kifungu cha 4, na nitaanza kusoma. Now the angel who talked with me came back and awakened me, as a man who is wakened out of his sleep. And he said to me, "What do you see?" So I said, "I am looking, and there is a lampstand of solid gold with a bowl on top of it, and on the stand 7 lamps with the 7 pipes to the 7 lamps. 2 olive trees are by it, one at the right of the bowl and the other at its left." So I answered and spoke to the angel who talked with me, saying, "What are you seeing? What are these, my Lord?" Then the angel who talked with me answered and said to me, "Do you not know what these are?" And I said, "No, my Lord." So he answered and said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with the shout of grace, grace to it." Moreover, the word of the Lord came to me, saying, "The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. His hands shall also finish it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me. For who has despised the day of small beginnings? For these 7 rejoice to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth." Then I answered and said to him, "What are these 2 olive trees at the right of the lampstand and its left?" And I further answered and said to him, "What are these 2 olive branches that drip into the receptacles of the 2 gold pipes, from which the golden oil drains?" Then he answered me and said, Do you not know what these are?" And I said, "No, my Lord." So he said, "These are the 2 anointed ones who will stand beside the Lord of the whole earth." I've said the heading of our message today is, "It's not by power, it's by the Spirit of the Lord." It is by the Spirit of the Lord. And I will deliver it in Kiswahili ndio kila mmoja aweze kufuata na kupokea. Sio kwa uweza wa sisi wenyewe, bali ni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Mambo yako mengi mbele zetu, na Mungu anasema anataka sisi tujue sio kwa uweza wetu wenyewe, bali ni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Ukiangalia hicho kifungu anasema mstari wa 1, malaika yule alikuwa anamuongelesha Zakaria. Zakaria alikuwa ni nabii aliokuwa amerudi na wana wa Israeli kutoka nchi ya Babylon, na wanakuja Jerusalem, wanakuja Israel
kwenye mji wa Yerusalemu waweze kujenga hekalu la Mungu. Lakini ilikuwa ni wakati wameweka foundation ya hekalu, waweka misingi ya hekalu, na alafu andui wale wa nchi jirani wote wakaanza kuwafitinisha wakitaka wasiendelee na kujenga hiyo hekalu. Na kwa hivyo ikawa ni wakati mgumu, ikawa ni wakati wa lot of challenges, changamoto nyingi ndio walikuwa wanapitia. Ikawa ni wakati wa changamoto mingi, halafu wakawa pale wanasukuma na hawa wanaandika barua kwa mfalme wa Babylon wasiendelee na hiyo hekalu. Na ikawa ni wakati wa changamoto. Siku yetu, siku ya leo ni wakati wa changamoto nyingi sana. Tunapitia mambo mazito. Unakuta huku unataka kuendelea na kanisa vile ulikuwa unaendelea hapo awali, unaambiwa hapana, fungeni sasa, mkae nyumbani. Sasa unaanza kujipanga vingine. Huku watu wamejaa mahospitali, wako wagonjwa. Huku corona pia nayo inasemekana imeongezeka nguvu, inatambaa haraka kuliko hapo awali. Na haya mambo yote yako mbele zetu. Huku unakuta mwingine wenu ako mgonjwa. Huku unakuta haupati pesa. Pesa ile ulikuwa unategemea na kazi imeachwa. Watu wanaambiwa wafanyia kazi nyumbani. Pesa ile ulikuwa unategemea pia hakuna. Na imekuwa ni wakati wa changamoto nyingi. Kama wakati ule Zerubbabel alikuwa anaishi, kama wakati ule Joshua alikuwa anaishi, na anaambiwa wanatakikana wajenge hekalu. Kwa hivyo Mungu akatuma Zakaria akuje awahimize hili hekalu ni lazima lijengwe. Na anawahimiza akiwaambia ya kwamba hekalu la Mungu linajengwa. Pia wakati wa Zakaria ndio Mungu anatuma pia Hagai, anawaambia nyinyi mnakaa kwa nyumba zilizojengwa na mawe, na huku hekalu la Mungu mumeacha alijajengwa. Na wakati huo Zakaria, Hagai wanaongea wote pamoja wakiambia Zerubbabel na Joshua waongoze watu wajenge hekalu. Lakini ilikuwa imesimamishwa kwa ajili ya changamoto. Ni wakati ulikuwa ni kama wakati wetu. Tunasimamishwa kwenda kuabudu kwa ajili ya changamoto. Na sio kwa kupenda, government inapenda kutusimamisha. Hata sisi tunaona kile kinaendelea. Na kila mmoja anakuwa ameadhiriwa kwa mambo haya ama yale mengine. Lakini Biblia inasema hapa kwenye hii mstari ya kwamba malaika yule alikuwa anaongoza na akizungumza na Zakaria, akakuja tena na huku anamwamusha Zakaria ni kama yule akumtu kwenye usingizi mzito sana. Na ndio hiyo tunasema Mungu anataka sisi na sisi wote tuweze kuamushwa. Kama ni wakati wetu angetuma malaika, angekuwa anatuma malaika kwa wingi kwa kila mmoja wetu, tuamushwe, because changamoto zikijaa na watu pia wanakuanga na hiyo hisia ya kwenda kwenye usingizi. Wanakuwa na hisia ya kwenda ukaeni nyumbani, na kila mtu anakuwa na shughuli zake. Anakosa kutafuta wakati wa kumtafuta Mungu. Anaenda kulala kwenye usingizi wake. Mtu anakuwa niko na mambo mingi. Anakosa hata kuomba. Anakosa hata kufanya hivi. Mwingine anashikwa na huzuni ya vile watu wao wamekuwa wagonjwa, ama vile hana pesa, ama vile kazi imeisha. Anakuwa na kuingia kwenye hali ya kukaa ni kama usingizi wa kiroho. Na huo usingizi wa kiroho ndio Mungu anatuma na malaika wake, na anatuma watu wake kama sisi vile tunaongea tuweze kuamshwa kutoka kwa hiyo usingizi. Anataka tukue awake na tuamuke kutoka kwa usingizi. Yeyote wetu asiweze kulala katika usingizi huu wa kufinyiliwa na changamoto zile zinaendelea. Tunaambiwa tuamuke. Malaika alikuja akaamsha Zakaria akamwambia hamuka, na Zakaria anaamshwa kama yule hako kwenye usingizi kali sana, usingizi pono. Na sisi wenyewe ndio tunaambiwa tuamuke, tushikilie kwenye kuomba, tushikilie kwenye kusoma Bible, tukue na fellowship za nyumbani, ukue na fellowship na wale unaishi na wao kama vile tumehimizwa na elder. Tukue na fellowship kila mmoja na fellowship na mwingine, na uombe maombi ya kibinafsi, usome Biblia kibinafsi, ukue pia na kusoma Biblia na watu wengine, ukue na pia na kuomba na watu wengine. Tunaamshwa tuingie. Mstari wa 2 anaambiwa
akiwa ameshaamushwa anaambiwa ni nini unaona. Unajua akimwamusha, anamwamusha ndio aingie kwenye mambo ya Mungu, aingie kwenye kusoma, aingie kusoma Bible, aingie kwenye kuomba, ahusiane na Mungu na aweze kuanza kuona Mungu. Kwa hivyo ndio sababu hiyo mstari mwingine anaulizwa unaona nini? Unajua ukiwa umelala huwezi kuona chochote. Tuko pamoja? Kwa hivyo tukilala usingizi wa kiroho, tutakuta Mungu amepita na hatuoni chochote. Tukilala usingizi wa kiroho, utakuta vitu zinatendeka huko katikati ya hiyo changamoto zinazoendelea. Mungu anataka uende hivi na hutajua unaenda namna gani. Mungu anataka ufanye hivi na hutajua unatakikana ufanye nini. Lakini ukiwa umeamuka kiroho, utakuwa muombaji. Utakuwa unajua ni wakati wa kufanya nini. Na Mungu anasema nini kwa wakati huu. Na Mungu ananitakia nifanye nini kwa wakati huu. Na ndio sababu anatuita asubuhi ya leo, kila mmoja, wale tuko hapa, wale ambao wananiona katika channel, tunasema ya kwamba ni tuamuke na tukue awake kwenye maombezi yetu. Tukue awake kwenye kusoma neno. Tukue awake kwenye kusikiliza Mungu na kumfuatilia. Ndio tujue Mungu anasema nini katika hii wakati wa changamoto. Na tufanye nini ndio tuevuke na tupite hii changamoto. Anasema, what do you see? Naye Zakaria anasema, I am looking. Namuuliza, unaona nini? Naye Zakaria anamwambia, ninaangalia. The word, hiyo neno ninaangalia iko continuous sense, anasema sense, iko continuous tense, anasema ninaangalia. Na ndio sababu Mungu anasteka tukue awake ndio tukaribiane naye, tuangalie. Katika kitabu ya Waebrania kifungu cha 12 na mstari wa 2 anatuambia, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Na ndio hiyo anasema tukae tukiwa macho, tukae tukiwa alert, tuamuke, ndio tukue tunaangalia, ndio tumuone Bwana Yesu ambao ni mwanzilishi wa hii imani tunashikilia na ni mmalishaji wa hii imani tunashikilia. Kwa hivyo tutapokuwa atuoni Yesu, utakuta unafadhaika ndani yako ukifikiri corona unaisha nayo, ama watu wako wanaisha na corona. Lakini ukiangalia utakuta ya kwamba unamuona Yesu, na yeye ndio mwanzilishi wa maisha yako. Yeye ndio mwanzilishi wa imani unaoshikilia. Yeye ndio mwanzilishi wa kila kitu ambacho unafanya. Ndio amekuanzisha hiyo kazi unafanya. Ndio amekuanzisha kukua mahali huko. Ndio anakuanzisha ile biashara unafanya. Ndio anakuanzisha kila kitu. Na ukimwangalia utakuta hata hii changamoto iko haimaliziki because yeye bado anasimama. Utakuta ya kwamba hizi vitu ambazo zinakuja mbele zako hazimalizi imani uko ndani yako. Lakini tukilala imani itaenda chini. Na hata kile kitu umekuwa ukishikilia utakuta ya kwamba haumuoni huyo Yesu. Na hukuna kitu unajua sasa, na ndio hivyo tutaenda chini kabisa. Tunahimizwa tuamuke na tuangalie ndio tumuone Bwana Yesu ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu. Anasema, I'm looking and I'm seeing a lampstand of gold, solid gold, and a bowl on it, on top of it. And the stand of 7 lamps and the 7 pipes on the bowl. Wakati hii message ningekuwa nimepreach last Sunday, but anasema hivi, ningekuwa tumeonyesha kwenye screen. Kuna miti miwili, moja umeemea pande ile nyingine na moja umeemea pande hii, na juu mti huo mti matawi yake inaleta kwenye bakuli hapa juu, na kwenye bakuli inapokea hiyo mafuta. Ni miti ya olive tree, miti ya mafuta ya matunda yake ndio inatoa mafuta. Na hii mafuta inapokelewa kwenye bakuli hapa juu, na chini yake kama huku ndio kuna hiyo taa. Taa ya Kiisraeli ile ilikuwa kwenye madhabahu ya Mungu, ilikuwa ni taa inasimama na mti mmoja toka chini, lakini huku iko na branches ngapi? 7. Na hiyo bakuli inaleta mafuta kwenye hiyo taa, kwenye kila
kenye kila branch ya hiyo taa, na hiyo taa inaanza kuwaka. Ndio Zakaria anaona hii mfano na anasema naona taa na naona hiyo bakuli, naona hiyo miti miwili, mstari wa 3. Naona hiyo miti miwili inamwaga mafuta kwenye bakuli na inaleta bakuli nayo iko na pipes zinaleta kwenye taa. Ukisoma hiyo kifungu vizuri pale inaeleza vitu kama hizo. Alafu ako na picha, ameona picha iko mzuri sana na anaieleza picha vizuri sana. Na ndio hiyo sababu Bwana anatuambia tuamuke, tutoke kwa usingizi. Kama wewe hauombi, uko kwa usingizi. Kama wewe hausomi Bible, uko kwa usingizi. Kama wewe hauhusiani na watu wale wako nyumbani mfanye ushirika pamoja, unaingia kwa usingizi. Ikisimamishwa kanisa pale kwenda kukutanikia pale kwenye madhabahu ile kubwa ya Mungu iko, haimaanishi kanisa imeisha. Kanisa iko kwenye maisha yetu. Kanisa ni wewe na mimi. Na mahali wewe huko na uko na mtu mwingine mmoja ama wawili, mkikutanika mtafanyika kanisa la Bwana. Na Bwana Yesu atakuwa katikati yenu. Mathayo 18. Bwana Yesu atakuwa katikati yenu. Kwa hivyo mnakuwa kanisa mkiwa wawili ama watatu. Na ndio tunahimiza kila mmoja, hata kama kanisa ya pande hii ya hizo kaunti 5 zimefungwa, kila mmoja tukutanike. Wewe na familia yenu ni kanisa kamili, muweze kuwa mmeamuka na mfuatishe, muombe pamoja. Kwa ajili katika maombi ndio hii corona tutaweza kuisukuma na iende. Ndio mpango wote wa shetani utasukuma na iende. Because kitu chote kinakuja kuleta uofu na mbaya ndani ya maisha ya watu, sio cha Mungu bali ni cha shetani. Haleluya. Na ndio sababu tunasema kitasukuma na maombi. Na kuomba mkiwa kwa pamoja ndio kitasukuma kikue akiwezi kuja karibu na nyinyi. Na hivyo mkisimama kwa nyinyi kama familia, mtasimama kwa ajili ya relatives, wale wengine wa familia zenu, cousins, uncles na kina wao. Na mkisimama kwa mwanya kwa ajili ya hao pia kwenye nchi yote. Na utakuta hii kitu ileti ubaya kwenye nchi yote. Na ndio hiyo tunasema tusimame, tusilale katika usingizi wa kiroho. Tusimame na tuamuke kama vile Zakaria anaamshwa na malaika. Na ndio hiyo tunasema tukiwa tumeamuka, utakuta unaona picha ya vile Mungu anavyofanya hadharani vizuri. Utaielewa vizuri na utaifuatisha vizuri. Zakaria ameamshwa kwenye hiyo hali ya usingizi mpono, na anaweza kusema ninaona taa ya dhahabu. Pia anaeleza ni ya rangi gani hiyo taa, ni ya dhahabu. Anaeleza pia ninaona na miti miwili. Aja confuse picha, ninaona na miti miwili, mmoja pande hii, mwingine pande hii. Picha very clear, ndio anaona katika roho. Alafu anarudi anasema naona bakuli inapokea mafuta kutoka kwa hiyo miti. Naona bakuli ikileta, iko na pipes zinaleta mafuta kwenye hiyo taa. Ameona picha yake iko very clear. Sisi tukiamuka, utakuta uko awake na vitu za Mungu, na utaweza kusema naona Mungu kwenye hii pandemic, hata kwenye haya mambo yote yanapita, hata kwenye hizi changamoto zote ziko, ninaona Mungu anafanya hivi na hivi. Ninaona Mungu anatuelekeza tuende hivi. Ninaona Mungu anatuelekeza tufanye 1 and 2. Na kwa hivyo ndio anasema tuamuke na tukue awake na tufuatie Mungu. Na hii tutafanya tukiwa tunafanya mambo matatu hapa. Mambo ya kwanza ni ukue kwenye maombi, muombezi. Jambo la pili ni uamue kumtii Mungu. Na hutaweza kumtii Mungu kabla hujasoma hii neno na ukajua Mungu anasema nini. Kitu chote Mungu anataka iko kwa hii Biblia, na anataka ufuate kwa hii Biblia. Kwa hivyo utasoma neno la Mungu na utatii lile neno liko pale kwenye Bible. Namba 2. Namba 3 ni ile Bwana Yesu ametuachia akasema, na waachieni amri mpya, mpendane kama vile mimi nimewapenda nyinyi. Mkipendana nyinyi wenyewe, basi mtakuwa wafuasi wangu halisi. Na hiyo kupendana ndio ingine ya 3 tunatiliwa pale. Tupendane ndio hata kama tuko mbali, hata kama hatukutanishie kanisani, lakini tunapendana, tunahusiana, tunaombeana, tunahusiana kwenye simu, tunahusiana kwenye message, na tunapendana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na ndio hiyo tunaambiwa, hamuka na tufanye haya mambo. Tukifanya haya mambo matatu tunakuwa awake. Halafu Bwana Yesu atatufuta karibu naye, anasema njongea karibu nami nitachongea karibu nawe. Tukiamuka na tufanye haya mambo, basi Bwana Yesu atakuwa anachongea karibu na sisi. Na unajua akiwa karibu na sisi, utakuwa unaona kile unafanya. Ni yule ako karibu na mtu, ndio huyu anajua anafanya nini na anaendeleza nini na anamaanisha nini akileta hiki. Ukiona ile vitu ameletea Zakaria, ni vitu ambazo huwezi kujua vile zinamaanisha. Hata Zakaria mwenyewe anauliza, naona hii na hii, na kuna picha mizuri sana ya kile kitu ameona, lakini hajui zinamaanisha nini. Na hapo chini ndio anamuuliza, na zinamaanisha nini? Hizi vitu ni vitu gani? Kwa hivyo Bwana Yesu anaweza kuwa na lugha ambayo haieleweki kwetu binadamu. Na ni lazima tukaribie karibu naye ndio tuweze kuelewa na ile lugha ya Bwana Yesu ama ya Mungu anayetaka tuelewe. Anasema katika Isaya kifungu cha 59 na mstari 55. Kifungu cha 55 na mstari ni ule wa 8. Anasema hivi, lugha yangu ama my ways are not your ways, and my what? My thoughts are not your thoughts, says the Lord. Kwa hivyo vile anasema hivi, anasema akileta picha kama hiyo, kumbe amaanishi hizo vitu analeta picha na kuletea picha fulani, lakini ni lazima ukaribiane na yeye karibu na uweze kuangalia anasema nini kwenye hili jambo. Unaona pale chini analeta hii picha, na hakuwa anazungumza juu ya taa, hakuwa anazungumza juu ya hizi vitu, lakini anazungumza mambo yako pale chini. Na anamletea picha, na ndugu Zakaria anaielewa hiyo picha vizuri sana na anaitabiri vizuri sana. Tukikaribiana na Yesu vizuri kwa kuomba, kwa kusoma neno, kuifuata, na hata kwa kupenda yule mwingine ambao ni Mkristo mwenzako, utakuta picha za Bwana unazielewa vizuri. Lakini hata akielewa vizuri, unakuta hapo chini mstari wa 5 anasema do you not, anasema sielewi na hizi vitu. Mstari wa 4 anasema saying, what are these my Lord? Anamuuliza, hizi vitu unanionyesha Bwana ni nini? Sizielewi. Na hakuna mbaya wa kuuliza. Muuliza aje sio mji. Yule anauliza si mjinga. Mwenye kuerefuka ni yule anauliza njambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Zakaria kauliza, what are these my Lord? Ndio na sisi hata tukikaribia Bwana, kuna vitu ataleta kwetu na kuna njia atazungumza nawe. Ukuwe hawezi kuelewa because kuzungumza kwake ni juu zaidi kuliko kwa binadamu. Mstari umetuambia. Na kuna mafikira yake yako juu zaidi kuliko kwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini una ruhusa ya kuuliza. Hata kwenye maombi yako utauliza, na what is this? Hii corona imekuja na imekuwa ni strength nyingi. Ni nini hiki? Hata unauliza, mbona March 25th ndio tuliambiwa tuache kazi na tukae nyumbani 2020. Na sasa imefika 2021. March 25th ndio tunaambiwa tena kaeni nyumbani. Inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta ni majira ya mwaka. Sijui 2022 March 25th tutaambiwaje. Tuko pamoja. Na ndio tunasema ni mpaka tukaribiane na Mungu because vitu hata zikikuja kwenye watu na watangaze, sinaingia kwanza kwa Mungu. Na hatajua ni nini kinaendelea. Na hataweza kutufunulia hiki kitu kinaendelea. Na hii pandemic ni hivi na hivi na hivi. Na utaweza kufanya hivi na hivi na hivi ndio ufaulu. Haleluya. Ukiwa kwenye changamoto, njia iko mzuri tu zaidi ni ya kwenda kwa Bwana na kukaribiana na Bwana kwenye maombi, kwenye kusoma, kwenye kuifuatisha neno, kwenye kuabudu Mungu mkiwa na wale wako naye. Halafu unakuwa na njia ya kuvuta kutoka kwa Bwana na kujua vizuri ni nini kinaendelea. Ni nini nitafanya? Nitachukua uamuzi gani? Na watu wangu nitawahifadhi namna gani kwenye maombi? Bwana Yesu asifiwe sana. Zerubbabel anauliza, hizi vitu zisielewi, ninaziona vizuri na zielewa, hata natambua kala yake, hata natambua kiko kwa right ama kiko kwa left, lakini sisielewi vizuri ni kitu gani. Mstari wa 5 anamwambia, do you not know these things? And he says, hapana, sielewi hizi vitu. Alafu mstari wa 6 ndio anamfunulia ni nini hizi vitu zote. Imagine ni neno la Mungu limepeanwa kwa Zerubbabel.
Zerubabel nimekwambia ndio alikuwa kiongozi, anaongoza watu waliotoka Babylon, wa Israeli waliotoka Babylon, wakirudi kwao wakuja wajenge hekalu la Mungu. Na anasema malaika anasema hizi vitu zote unaonyeshwa ni neno la Mungu kwa nani? Kwa Zerubabel. Vitu za kiroho, vitu za prophetic items, lakini zinazungumzia tu neno moja, neno la Mungu ambao imetumwa kwa Zerubabel. Na kabla hujakaribia Mungu vizuri, hauwezi kujua hii kichochote kinamaanisha nini. Kama taa imewekwa hapo, miti iko pande nyingine, bakuli iko pale inavutia, na ni neno la Mungu, utaelewaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema, na hili neno la Mungu, kuna mstari moja hapo amepewa, imeenda mpaka 10, lakini kwenye mstari wa 6 anasema hivi, hapo pale anasema, the word of God, hiyo neno la Mungu kwa Zerubabel inasema, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Hilo neno anamwambia, sio kwa nguvu, wala kwa uweza wa kibinadamu, sio kwa jinsi ulivyo mkubwa, sio kwa ujuzi wako wa kibinadamu, sio kwa uweza wa njia ya Mungu, sio ya binadamu, sio kwa vile ulio na mali nyingi, sio kwa vile unaelewa na hiki kitu vizuri sana, sio kwa jinsi unajua haya mambo. Unajua, nimesema Zerubabel alikuwa anapitia changamoto, because huko anatakikana ajenge hekalu, lakini amesimamishwa kujenga hekalu na watu wale walikuwa sio Waisraeli wanaosunguka Israeli. Tuko pamoja? Akina Tobias, akina Sanballat wanasimamisha mjengo wa hekalu na wanamweka kwenye hiyo dilema. Naye ametumwa na Mungu kutoka Babylon, hakuja kujenga hekalu na usishe watu wote wa Israeli wajenge hekalu, lakini kutoka kwa msingi imesimama na imekuwa dilema. Na kwa hivyo halikuwa ni lazima afanye, na huyu mwanabii anakuja amutie maneno ya Mungu na nguvu za Mungu afanye ile jambo ametuma na Mungu afanye. Na kwa hivyo ndio anasema, anaambiwa sio kwa nguvu zako utajenga hii hekalu, sio kwa uweza wako utajenga hii hekalu, sio kwa vile unajua sana kujenga, sio kwa vile unajua kushika hiyo plumb line, hiyo wanakiita kabilo, sio kwa vile unajua una ujuzi ya kufanya, sio kwa vile uko na pesa nyingi, sio kwa vile uko na watu wengi wa kukusaidia. Haitachukua, haitagharimu ujuzi wa binadamu ama nguvu za binadamu. Na ndio hiyo neno tunaleta kwetu kwa siku ya leo. Na tunasema mambo yaliyoko mbele zetu, mambo ya coronavirus ambayo inatufanya tuabudie nyumbani kama vile tunafanya saa hii, na anatufanya tukae kwa njia ingine tukifunga na midomo yetu na hizo mask, na tukae kwa njia ingine tukikaa kando na yule mwingine, tukae kwa njia ile kama Wakristo, hatuonyeshani ile upendo ambao tulikuwa tumezoelea ya kukumbatiana na kuwekeana vifua mmoja na mwingine. Tukae kwa njia ambao tumeletewa njia mpya kwa ajili ya hii disease na hii pandemic. Hii jambo hatutalitatua kwa ujuzi wetu mwenyewe. Haya changamoto hatutayaingia na tufaulu kwa vile tunavyojua wenyewe. Hatutaingia na tuifanye kwa vile tunaelewa wenyewe. Hatutatumia nguvu zetu za kibinadamu, hatutakutumia ujuzi wetu wa kibinadamu, bali haya mambo ambayo yako mbele zetu tunaambiwa sio kwa uweza wetu, sio kwa nguvu zetu, bali ni kwa nani? Kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. It's by my spirit, says the Lord. Ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu, asema Bwana. Kwa hivyo ndio tunaambiwa ni sisi tujinyenyekeze kwa Roho Mtakatifu, ni sisi tufuate Roho Mtakatifu. Na ndio sababu alikuwa anaamishwa ni sisi tujiangushe kwenye chini ya Roho Mtakatifu, na tumtafute Mungu sana kwenye maombi, na tumtafute Roho wa Mungu sana kwenda ndani yetu sana kwenye maombi. Alafu changamoto zote zilizoko mbele zetu tutazipita kwa Roho Mtakatifu. Na hii ni neno kwa kila umoja. Hata madaktari si wameshindwa? Si hata madaktari wanakufa nayo? Tuko pamoja. Na hata wale wako juu na walio na pesa si wanakufa? Hata viongozi si wanakufa? Na inasemekana sio kwa uweza, sio kwa nguvu zetu,
Sio kwa jinsi inajulikana. Madaktari wamestudy hizi virus zote. Madaktari wamejua hizi vitu. Bado watafanya nini? Wanaenda nayo wengine wao. Tuko pamoja. Na bado sisi ndio tujiweke ya kwamba tujue ya kwamba sio kwa uweza wetu, sio kwa ujuzi, sio kwa nguvu, sio kwa mamlaka ya binadamu, sio kwa mali nyingi, sio kwa pesa nyingi. Sio leo pesa wanaenda pia. Sio kwa pesa nyingi, bali ni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu tutavuka na kupita hii changamoto ya pandemic iko mbele zetu. Na anasema mstari wa 8 wa 7 unanipa changamoto, anasema who are you on great mountain before Zerubbabel? You shall be like plain. Very encouraging. Anasema wewe coronavirus, wewe ni mlima aina gani ama wewe ni nani mbele za Mungu? Mbele za wateule wa Mungu wako wamekuwa karibu, because changamoto zile zilikuwa mbele za Zerubbabel. Ndio Zakaria anaziamurisha, anazizungumzia kama ni binadamu, akiziuliza wewe ni nani, wewe mlima mbele za Zerubbabel. Hata ni mbele za Zerubbabel, sio mbele za Zakaria. Kwa hivyo anamzungumzia, akimtia nguvu, akimwambia hii changamoto ni nothing mbele za Mungu. Hiki kitu kiko mbele zetu ni nothing mbele za Roho Mtakatifu. Atakitenda, atakiyeyusha kama hiyo mlima yeyushe, ikuwe tambarale, ikuwe imenyooka kama lami, na hakuna kitu kinaweza kukua mtu pale ndani. Haleluya. Na ndio hiyo anasema wewe mlima. Na sisi katika hiyo tunajiingiza pale, tunasema wewe mlima wa pandemic, wewe mlima wa COVID-19, wewe mlima wa program ya shetani ya kuadhibu watu. Wewe ndio mlima haina gani, na wewe ndio nani mbele za wateule, mbele za ndugu kama huyu, mbele za wateule wa Bwana, mbele za huyu na huyu. Unaangushwa na Roho Mtakatifu, ukue tambarale, ukue hakuna kitu kinaonekana mbele zetu. Na ndio hiyo tunasema sisi wenyewe, ukijichukua mwenyewe uanzishe na saa hii, na uweke maisha yako laini na Bwana, na uweke maisha yako na laini na Roho Mtakatifu. Anasema sio kwa uweza wetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Weke maisha yako laini na Roho Mtakatifu. Unawekanga namna gani? Kutubu dhambi zote na kuamua kufuata hii neno vile tumesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaiweka laini na Roho Mtakatifu na unasungumuzia milima iliyoko mbele zako. Pengine mwingine sio mlima wa corona, pengine ni mlima wa kukosa pesa, pengine ni mlima wa vile ameachishwa kazi, pengine ni mlima wa vile watu wake wanasumbuka, pengine ni mlima wa kufungiwa mbali na watu wake, pengine ni mlima ina yote ile. Na sisi kama nation ya Kenya tunasema huo mlima wa corona unaosimama mbele zetu, wewe ni nani mbele za Roho Mtakatifu wa Mungu, na mbele za veso, mbele za chombo kinaweza kutumiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, kama mimi, kama wewe, kama kila mmoja wetu. Wewe mlima ni nani? Na ni hivyo tunasemekana tuamurishe mlima ukue tambarale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ako na mlima mbele zako. Kuna mtu uko na mlima mbele zako. Sioni binadamu anaishi na hana changamoto hata moja. Mambo yako yote ni shwari. Mambo yako yote ni mambo yako yote ni mzuri tu. Kunaye mlima wote ulioko mbele zako ndio nataka kwa saa hii usungumuzie, because amesema wewe mlima ni nani? Utakuwa tambarale mbele za Zerubbabel, na utakuwa hawezi kumfungia hata kamwe. Corona itakuwa haiwezi kufungia watu wako, na chochote kitakuwa hakiwezi kukufungia kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta ya kwamba anaambiwa mstari hiyo iko chini, he shall bring forth the capstone. The capstone ni ile jiwe la mwisho linawekelewa kwenye mjengo. Anajenga, anatoa kwa hiyo foundation, anaweka mawe yote, anajenga maukuta yote, na ile jiwe la mwisho litawekwa. Hiyo ndio capstone. Anaambiwa Zerubbabel, mlima wote utaondoshwa na Roho wa Mungu, na utakuwa ni wewe utakuja kuweka nini? Jiwe la mwisho pale. Na utaiweka ukisema neema ya Mungu, neema ya Mungu, neema ya Mungu, ukiwaambia wewe mawe ya mwisho, wewe ni neema ya Mungu. Haleluya.
ndio hiyo tunasema milima iliyoko mbele zetu ni sisi tunaenda kuitatua, kuiamrisha. Because katika kitabu ile ya Mathayo, nafikiri Mathayo ama Marko, anasema hivi, tutakuwa na imani. Na ukiwa na imani hata kama ya chembe ya nini? Ya saratani, utaweza kuamrisha mlima, na mlima utaondoka, utaenda kujibwaga mahali umeiamrisha. Tuko pamoja? Kwa hivyo kuna mtu ako na imani. Ukiwa na imani kama hivi, Bwana Yesu anauliza, nikirudi duniani nitakuta imani? Ni kama alikuwa anaona siku zetu. Because siku zetu unaenda unatiwa nguvu na wale wanakuja kanisani, mnaabudu, mnaimba, mnachezea Mungu, mnaimba na mnaomba pamoja, unarudi nyumbani ukiwa na nguvu. Tuko pamoja? Lakini mkiendelea kidogo, miezi 3, miezi 5, mnarudishwa nyumbani, mnaambiwa hapana kwenda kwa kanisa in person. Sasa mnarudishwa nyumbani. Ile imani ulikuwa unajenga inaanza kuteremka chini. Na ni sisi tunasema hata tuwe nyumbani, hata tuwe kanisani, imani yetu endelee kupanda juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ya Wakristo wote Kenya ikipanda juu, coronavirus graph itaenda chini. Hallelujah. Because imani ya Wakristo wote Kenya ikienda juu, watakuwa wanaomba. Na watakuwa kila mmoja anaamrisha mlima wa corona, ondoka ukajibwage kwenye Indian Ocean. Mlima wa corona, ondoka ukajibwage kule na utoke kwa watu wetu. Na tutakuwa tukichukua imani ile, kwa imani tunachukua ile uponyaji Yesu ameachilia kwenye msalaba wa Kalvari. Tunachia kila mmoja kwa mgonjwa na wote wanapona na wanaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Because sio kwa uweza wetu na sio kwa nguvu zetu, bali ni kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na ndio hiyo tunasema sasa hivi kuna mambo yanaopinga mbele zako. Changamoto iliyoko mbele zako ni nini? Ni corona, ama ni ugomvi, ama ni pesa, ama ni kukosa nini, ama nini? Anasema sio kwa nguvu wala kwa uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Kuna mtu anaamini Roho Mtakatifu atatenda? Kuna mtu anaamini mlima utayeyuka kwa ajili ya Roho Mtakatifu? Kuna mtu anaamini mlima yote itakuwa tambarale mbele zako? Aya, anza kusungumuzia milima yote iliyoko mbele zako. Funga tu macho mahali ulipo. Ukitaka kusimama simama, ukitaka kuketi. Kumsungumuzia milima ya corona. Especially hii corona tuiombee ishuke chini na iishe na ishie watu na watu wetu waponyoke. Hatuwezi kujua ni nani atashikwa next. Si kila mtu tuko na family. Hatuwezi kujua nani anashikwa next. Kwa hivyo ni lazima tusungumuzie hiyo mlima wa corona. Kila mmoja anza kusungumuzia mlima wa corona. Ewe mlima wa corona, katika jina la Yesu Kristo, na kusungumuzia mlima wa COVID-19 katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa ya kwamba sio kwa nguvu zangu wala kwa uweza wangu na sio kwa ujuzi wangu na sio kwa vile najua mambo mingi, lakini niko na Roho Mtakatifu wa Mungu, na amesema ni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu na kuamrisha mlima wa coronavirus, mlima wa COVID-19. Sasa ondoka nchi yetu ya Kenya, henda ukajibwage kwenye bahari na usirudi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ewe mlima wa corona, ewe mlima wa COVID-19, ondoka kwenye kaunti ya Machakos, henda ukajibwage bahari ya Shamu na usirudi, katika jina la Yesu Kristo. Mlima wa aina yote, hata mlima ya wale wanasumbuka, wanafinyiliwa, wameachishwa kazi, biashara zao zimeenda chini na changamoto zile zingine ziko, na kuamrisha sasa, ondoka kwa watu. Imeandikwa ya kwamba nikisungumuzia mlima, kama nikiwa na imani hivyo niko nayo, na ninasungumuzia mlima, utaenda kujiweka mahali na usungumuzia na kuamrisha mlima wa aina yote, changamoto kwenye hao wateule wote na hata wale wananiona kwenye social media, ondoka na ukajibwage kwenye bahari na usirudi, katika jina la Yesu Kristo. Milima yote umeambiwa kwa Roho Mtakatifu utakuwa tambarale, na kuamrisha sasa kila mlima, kila changamoto fanyika tambarale sasa, katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana. Tara masako bokonza rabakasiana. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba haya yote na tumeamini. Amen. Kuna mtu anasemea Mungu amen? Amen. Amen. Tuweze kuketi chini. Anasema hivi.
mstari wa 8 pale. Neno hili la Mungu limepewa Zakaria ya Zerubabel, amepewa neno ya mapicha. Hakuna mtu angeona hizo picha ajue vile inamaanisha. Tuko pamoja. Lakini inamaanisha mambo makuu. Na Mungu huwa anazungumza hivyo. Nitukaribie karibu naye na yeye atuonyeshe mambo yake vile anazungumzanga. Aidha kwa mapicha ama kwa maneno, lakini atakufanya uelewe hata akileta kitu kidogo namna gani. Anasema mstari wa 9, Zerubbabel, the foundation, you have laid the foundation, na nyumba imekwama. Umeweka msingi wa nyumba ya Mungu na nyumba ya Mungu imekwama. Na hii mikono yako itaimaliza hiyo nyumba. Hata katika hizi changamoto zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja. Na amrisha na tabiri ya kwamba kila familia umeanzisha familia, umeoa bibi, umekona watoto, na uko na familia. Na hiyo familia itafaulu kwa mikono yako, sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana. Haleluya. Na chote kiko mbele zako kitakuwa tambarale kwa hii neno ambao Bwana ametupatia leo katika jina la Yesu. Kwa kuwa neno la Mungu aliendi bure, bali inaenda na kutenda kile Mungu amekusudia. Haleluya. Na hii corona ni na kuamrisha unaenda kukua tambarale hapa Kenya. Mungu anaenda kuinua wingu lake la utukufu kwenye Wakenya. Na ile immunity ya Wakenya ikuwe juu, ikuwe kuna corona inaweza kushika yoyote. Amen. And you anasema, then you will know that you are I am the servant of the Lord. Unajua sisi ambao tunazungumza siku ya leo, hatukuangi na hiyo kusema ya kwamba huyu atajua mimi ni mtumishi wa Bwana, lakini Zakaria anasema. Na kunao wanatabiri na inatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 9 anasema tusidharau mwanzo mdogo. Foundation hiyo ilikuwa ni mwanzo mdogo. Na Mungu anainua foundation ya Zerubbabel ikakuwa ni hekalu kubwa ambao watu watatoka mataifa wakienda kuabudia pale. Anamwambia usidharau mwanzo mdogo. Hii mwanzo ambao tumeanza na kuomba hata hiyo maombi kidogo, Mungu anaitumia na kutenda mambo makuu nayo. Kwa ajili sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana. Haleluya. Alafu anasema hawa 7 wanaona wanafurahia hiyo kabiro za Zerubbabel anashika. Because Zerubbabel alikuwa ni kiongozi, lakini ndio anaidhinisha hiyo hekalu la Mungu vile inajengwa. Na anashika hiyo kabiro. Si unajua kabiro ya wafundi? Anashika hiyo kabiro akipima vile inakuwa straight, vile itaenda hiyo hekalu, anawapimia. Na mwana Zakaria anamwambia hao 7 walikuwa ni nani? Hao 7 wamekuwa ni ile taa. Ilikuwa na vidunde 7 za kutoa mwanga. Hawa 7 wanafurahia. Na hao 7 ni kina nani? Utaelezwa hapo chini. Ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Anafurahia chenye Zerubbabel anafanya pale. Because Roho Mtakatifu wa Mungu ukiangalia kwenye kitabu cha Isaiah 11, anamwambia pale unakuta vifungu 7 za Roho Mtakatifu. Anakuwa ni the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom. Tusomewe 11, 1 and 2. Isaiah 11, 1 and 2. Isaiah 11, 1. Isaiah 11, 1. Anasema nini? The Spirit of the Lord will be upon him. The Spirit of there I am. Mstari wa 2. Anakuwa ni the Spirit of the Lord. Hiyo ndio kidunde kina hiyo lampstand iko na sehemu 7. Na hizo 7 ndio hii Roho Mtakatifu wa Mungu ako pale. Anasema kitunde kimoja ni the Spirit of the Lord, Roho wa Bwana. Cha pili ni the Spirit of wisdom, Roho wa hekima. Cha tatu ni Spirit of understanding, Roho wa kuelewa. Ya ine ni Spirit of counsel. Na hiyo ya 5 Spirit of might. Na hiyo ya 6 Spirit of knowledge. Na hiyo ya 7
the spirit of the fear of the Lord. Hiyo saba, because roho wa Mungu anakuwa ako composed na hizo zote saba, ako kati ya hizo zote saba. Utakuta ukiwa na roho wa Mungu, uko na roho wa kuelewa, uko na roho wa ushauri wa Mungu, uko na roho mkuu, uko na roho wa kumwogopa Mungu, uko na roho wa ukuu na kuelewa. Hizo zote umepewa pale, ndio anakuwa ni roho wa Mungu. Na anasemekana pale anafurahia akiona Zerubabel ameshika kidunde cha kujengea, akipimia watu wanamjengea. Na hivyo ndio tunasema mimi kwetu tunasema hivi, roho wa Mungu anafurahia akiona ukiunganisha wale watu kuna wao pale nyumbani, mkiomba na wao na kuendelea kusukuma hiyo mlima ukue tambarale mbele zenu. Kila umoja na kila familia anataka aone, kila familia, kila umoja anaunganisha wale ako na wao, wanashikana mikono, wanasukuma hiyo mlima na wanayamurisha vile tumeomba iende ikajibwage kwenye bahari, because Biblia imesema ukiamurisha ukiwa na imani itaenda. Kwa hivyo ni sisi wote tuweze kuombea coronavirus, tuweze kuombea nchi yetu, tuweze kuombea kaunti yetu. Tuombe sana Mungu aturemeshe na aweze kutuondolea hii mlima, sio kwa uweza wetu wala sio kwa nguvu zetu, bali kwa Roho Mtakatifu. Tuimalizike na turudi kanisani, tukusanyike pamoja. Tukiwa wengi pamoja ndio Roho wa Mungu anafanya kazi kwa nguvu sana. Haleluya. Lakini hata tukiwa nyumbani ni kanisa halisi. Haleluya. Kila mmoja afanyie nyumbani kwake maombi, ibada, kuabudu, kusifu na kusoma neno pamoja, na tuamurishe corona. Mlima wa corona hauwezi. Wewe umeshindwa, utakuwa tambarale. Wewe ni nani mlima wa COVID-19? Wewe ni nani mlima wa pandemic ya corona? Utakuwa plain, utakuwa tambarale mbele zetu katika jina la Yesu Kristo na mbele za nchi yetu ya Kenya. Tusimame tuweze kuomba pamoja.